Ujumbe wa leo una kichwa kinachosema usimjaribu Bwana Mungu wako. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Huo ndio ujumbe wa siku ya leo, na tutaenda kuangalia umuhimu wa kutokumjaribu Mungu na hatari ya kumjaribu Mungu. Lakini mwishoni pia tutakwenda kumuomba Mungu. Kwa hivyo kama unaandika, andika kichwa cha somo kwamba usimjaribu Bwana Mungu wako. Biblia inatuambia Mungu ametuumba kwa uradhi wa mapenzi yake. Maana yake kwamba tumeumbwa kwa furaha yake Mungu. Yaani wewe ulivyoumbwa ni kwa mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya wazazi wako. Wazazi wako wametumika tu kama njia mojawapo ya Mungu kukufikisha duniani. Lakini wewe ulikusudiwa na Mungu kuwepo huu wakati kabla misingi ya dunia kuwekwa. Tarehe zilikuwa zilishapangwa, mwezi ulikuwa ushapangwa. Kwa hivyo Mungu kukuleta hapa akakuchagulia wazazi. Kwa hivyo umeumbwa kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo unao haki zote za kushiriki baraka za rohoni. Una haki zote za kupokea nguvu za rohoni. Una haki zote za kumfurahia Mungu duniani. Hapasi kuwepo mtu, hapasi kuwepo roho yoyote kama ni shetani, mapepo. Hapasi kuwepo mtu yoyote hata kama ni mtumishi wa Mungu, awe ni mchungaji, awe mwinjilisti, awe askofu, mwenye haki ya kukuondolea furaha au haki ya kuishi duniani katika baraka za Mungu. Hakuna mwanadamu yoyote. Kwenye kitabu cha Warumi Biblia inasema hivi ya kwamba ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni njaa, ni dhiki? Je, ni malaika? Je, ni aliyopo au atakao kuja? Je, ni uzima? Je, ni mauti? Paulo anaendelea kusema hakika nimekwisha kujua hakuna chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Yesu Kristo. Anaposema hakuna chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Yesu Kristo, maana yake ni kwamba sio sisi kumpenda Yesu. Sisi tukipitia njaa, tukipitia dhiki tunamwacha. Si ni kweli? Tutamwacha tu. Tukipitia dhiki na njaa tutamwacha. Tukipitia majaribu mazito huwa tunarudi nyuma. Lakini anaposema ni nani atakayetutenga na upendo wa Yesu Kristo, sio upendo wa kwetu sisi kwa Yesu, ni upendo wa Yesu kwetu sisi. Manake kumbadilisha Yesu aache kukupenda, hiyo ni kazi ngumu sana. Anasema hata malaika hawawezi, hata aliyopo hayawezi, hata anokuja hayawezi. Kwa tunapendwa sana. Anasema aliwapenda watu wake upeo. Upeo mwanake ni mwisho wa upendo. Kwa upendo wa Mungu kwako, kwangu, kwa kila mtu ni mkubwa na unafanana. Hakuna mmoja anayependwa zaidi ya mwingine. Wote tunapendwa sawa. Mungu anaweza akawa apendezwi na watu kwa sababu ya shughuli zao, mambo yao, lakini tunapendwa kiwango sawa. Kwa ukijua msingi huu utakuwa na furaha na ujasiri katika Mungu. Sasa leo naomba tukaangalie ujumbe huu ambao una kichwa kinachosema usimjaribu Bwana Mungu wako. Moja ya mambo ambayo yanachelewesha sana watu au Wakristo katika baraka zao au katika ahadi ambazo Mungu kawaidia ni tabia ya kumjaribu Mungu. Kwa hivyo siku leo naomba ufuatilie kwa makini sana ili uwe chukue tahadhari katika maisha unayoishi ya Kikristo. Jiepushe sana na kumjaribu Bwana Mungu wako. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 4 na ule mstari wa 5 hadi wa 7. Naomba nisome pale. Hapa ni kipindi ambacho Bwana Yesu amechukuliwa na ameenda kujaribiwa kule jangwani, akafunga siku 40 mchana na usiku. Wengi tunajua habari. Kitabu kile cha Mathayo sura 4, hii habari imerudiwa pia katika kitabu cha Luka. Kitabu cha Mathayo sura 4 mstari wa 5 hadi wa 6, Biblia inasema hivi. Naomba nianzie tu mstari wa kwanza ili tuweze kupata picha. Mathayo sura 4 mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Maana yake alikuwa anafunga mchana na usiku. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Moja hapo majaribu, alikuwa majaribu matatu. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Anaendelea pale kusema,
Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndio mwana wa Mungu, anamjaribu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Angalia jibu la Bwana Yesu. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Tuishie tu hapo. Kristo alichukuliwa na Ibilisi akapelekwa juu ya kinara cha hekalu, akawekwa pale juu. Ibilisi akamwambia, jitupe chini, kwa kuwa imeandikwa, atakuagizia malaika zake watakuchukua, nawe utajikwaa. Angalia, anakuja kurejea maandiko mahali fulani katika Zaburi ambapo yameandikwa maneno kabisa. Shetani anajua Biblia kuliko mwanadamu yoyote duniani. Yeye iko hapa kwenye akili na anaelewa vizuri. Na anaelewa mafunuo yaliyoko kwenye neno la Mungu. Anaelewa yote. Na ndio kitu ambacho shetani anakifunga kwa mtu, ni kuelewa ufunuo ulioko katika maandiko. Kwa hiyo shetani huwezi kumdanganya na Biblia, wala ogopi Biblia, naye anaishika. Kwa alifika pale na neno la Mungu akamwambia, jitupe chini, kwa kuwa imeandikwa. Na kweli imeandikwa mahali fulani. Kristo akusema pale na kumwambia, umekosea, haijaandikwa hivyo. Maana yake alijua alichokisema shetani ni kweli, lakini akamwambia tena imeandikwa. Maana yake akaongezea andiko lingine. Ni lazima tuwe tumejaa maandiko na kuyajua, kwa sababu mwovu anapokuja anaweza akaja na andiko. Hilo andiko, kama una andiko lingine la kuweza kusimamia kile unachokiamini, utaanguka. Kwa Kristo alikuwa na maandiko tele, akamwambia tena imeandikwa mahali pengine, usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani alipoona kwamba kamshindwa Bwana nao majaribu yote matatu, akamwacha kwa muda, akaondoka. Lakini kwa nini hili jaribu lilikuwa ni mojawapo wa majaribu ambayo shetani alikaa na kutafakari kwamba angeweza kumwangusha Bwana? Yalikuwa majaribu mengi, lakini alimjaribu katika hivi vitu vikuu vitatu: chakula, tumbo, ufalme pamoja na uwezo. Chakula maana yake alipomwambia kwamba geuza mawe ya mkate, kilikuwa ni chakula kwa sababu alikuwa na njaa. Ufalme maana yake alipomchukua na kumpeleka juu ya mlima mrefu, akamwonyesha vitu vyote, miliki zote za dunia ndani ya dakika moja, maana yake ni ufalme. Lakini uwezo ndio huu, anamweka juu, anamwambia jitupe chini. Alafu Kristo anasema, usimjaribu Bwana Mungu wako, imeandikwa mahali fulani. Na leo hii nataka tuangalie au tujifunze madhara ya kumjaribu Bwana Mungu wetu. Wengi wetu tunajikuta tunamjaribu pasipo kujua, na wengine tunamjaribu kwa kujua. Sasa nataka tujifunze njama ambazo Ibilisi alizitumia kwa wana wa Israeli, ambazo hata leo hii anazitumia. Sasa kwa wale ambao ni wasomaji wa Biblia, watakuwa wanajua sana safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda katika nchi ya ahadi. Si ni kweli? Kwamba walitoka katika ile nchi ya Misri kwa mkono hodari wa Mungu. Na wakati wanaelekea katika ile nchi ya ahadi, Mungu pia alikuwa anaingiza kwa mkono hodari. Lakini kulikuwa kuna mfanano wa matukio wakati wakiwa jangwani, wakati wakiwa Misri na wakati wakiwa jangwani, ambayo Ibilisi alikuwa anafanya matukio yafanane kwa kusudi maalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati wanatoka Misri, Mungu alimpiga Farao kwa mapigo 10. Alimpiga Farao kwa mapigo 10. Na ile la 10 ndio lilikuwa kubwa kuliko mengine yote, kwa sababu lilihusu kufa kwa mzaliwa wa kwanza. Pigo la kwanza lilikuwa ni maji kuwa damu. Maji yote ya Misri pamoja na ule mto Naili ulipigwa kwa damu. Kwa vitu vyote vilivyokuwa kwenye maji vikafa, na maji mengine na chemchemi zote zilibadilika kuwa damu. Wakafa samaki na vitu vyote. Kwa hiyo wa Misri wakakaa karibia siku 7 bila kunywa maji. Hilo lilikuwa ni pigo la kwanza. Pigo la pili ni vyura. Mungu akaleta vyura kutoka katika mtoni kule. Wale vyura Biblia inasema waliruka mpaka wakafika katika ile kasri ya Farao, wakaingia mpaka ndani. Na wale vyura sio kawaida, waga vyura siku zote wanakuwa na harufu. Na wanakuwa na wagonjwa, na ni kitu ambacho ni kichafu. Kusema kwenye kitabu cha Ufunuo mahali fulani anasema nikaona roho 3 za uchafu zifananazo na vyura. Kwa vyura akatoka katika ile maji wakaanza kuingia katika nyumba ya Farao na mji mzima. Sasa mbaya zaidi yalikuwa tu vyura, maana wangekuwa vyura basi. Baadaye wakati wanaondolewa wale vyura, Biblia inasema walikufa. Walipokufa walikuwa ni wengi. Sasa ule uvundo wa vyura ulikuwa ni mkubwa sana. Biblia inasema Misri yote ilinuka, kwa sababu kila mahali kuna mizoga ya vyura. Walikuwa wameweka wengi, wakafa. Ilikuwa ni pigo hilo hapo. Baadaye Mungu akaleta pigo la 3 ambalo lilikuwa ni chawa. Mungu akamwambia Musa achukue ule mchanga, vumbi lile alirusha juu, likageuka kuwa chawa. Chawa katokea kila mahali katika taifa zima la Misri. Watu wakapigwa na chawa katika pigo la 3. Pigo la 4 lilikuwa ni nzi. Walitokea mainzi wengi, wakaingia katika taifa la Misri. Wakasumbua sana wana wa Misri.
wakawa wanahangaika na wale mainzi. Lakini bado Farao moyo wake ulikuwa ni mgumu, hakuruhusu wale watu kuachia. Mungu akaleta tena pigo lingine la 5 ambalo lilikuwa ni tauni. Lakini tauni ilikuwa ni kwa wanyama tu. Ulikuwa unafuga paka wako unakuta amekufa. Ulikuwa unafuga punda wako unakuta amekufa. Ulikuwa unafuga kuku wako unakuta amekufa. Ulikuwa unafuga sungura wako amekufa. Unafuga chochote, hata kama ulikuwa unafuga nyani unakuta amekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini haya yalikuwa ni mapigo, bado Farao kuruhusu. Angalia shetani jinsi anavyopigwa na Bwana ili awaachie watu. Kwa sababu mapigo 10 yalikuwa ni ya muhimu sana. Mungu alikusudia, alifanya makusudi yawe 10. Kwa sababu namba 10 siku zote ni namba ya ushuhuda. Ndio maana una vidole 5 huku na vidole 5 huku, jumla 10. Na amri za Mungu pia zilikuwa 10. Namba 10 ni namba ya ushuhuda. Baada ya hapo wakawa na goma kuachia wana Israeli waende. Mungu akaleta majipu yakawapiga wa Misri wote. Majipu yale sio majipu ya kawaida, yalikuwa ni majipu ambayo yanakuja ni ugonjwa kwa ufupi. Unajua sasa hivi tukisema majipu mtu anaweza sema ni jipu tu linakuja. Ulikuwa ni ugonjwa unaingia unaleta majipu. Kwa hiyo kuna ugonjwa mtu anaugua ndipo majipu yanatoka. Ndio maana unarahisishwa tu kusema alikuwa ni majipu. Kwa wakapigwa na majipu lakini bado hakuachia wana Israeli. Mungu akaleta mvua ya mawe ambayo ilishuka kule. Ikapiga kila mahali. Ikaharibu mazao ya kule shambani. Ikaharibu kila kitu. Misri haina chakula tena. Ile tegemeo la chakula likafa. Pigo la 8 Mungu akaleta nzige sasa kumalizia yale ambayo yameharibiwa na mvua ya mawe huko mashambani. Wale nzige walikuwa ni nzige wakali sana. Kuna kipindi kulitokea kunaitwa nzige wa jangwani. Tunakumbuka? Ilikuwa ni jamii hiyo. Yaani wale nzige unaambiwa wakija, wakiingia mahali, wakila ni wanakula wanafuta kila kitu. Habakishi chochote. Ni wakali mno. Hao ndio waliotokea wakala kile chochote kilichokuwa kimesalia pale, lakini bado wa Misri wakawa ni wagumu. Mungu akaleta pigo la 9. Akapiga giza katika Misri yote siku 3. Misri kani giza. Ile giza nene. Ile giza sole unawasha taa hapa kuna mwanga unasambaa kule. Unawasha nuru unaona tu nuru iko pale kwenye ile taa pale. Lakini kote kwingine kote kulikuwa ni giza nene. Giza kabisa, ile giza lenyewe. Sasa katika mapigo yote 9 bado Farao alikuwa ni mgumu. Lakini ilipokuja ile moja la mwisho, hapa ndipo Mungu akamwambia kabisa wana Israeli, katika pigo hili mtatoka Misri na Farao ataacha kwa mkono hodari. Na tena usiku wa leo jiandaeni kusafiri kuondoka kabisa, mvae nguo zenu, mfunge mikanda, mkae vizuri, mle na Pasaka, mchukue mwana kondoo yule mchinjeni pale, kwa sababu usiku wa leo Farao atawaachia. Baada ya kufanya ile Pasaka akamchukua yule mwana kondoo akamchinja, damu akapaka kwenye mimo milango nyingine katika vizingiti. Usiku akakaa akaanza kumla yule mwana kondoo haraka haraka. Biblia inatuambia wakaanza kumla haraka haraka pamoja na mboga chungu. Walivyomaliza wakiwa kule ndani wanakula, wakizani labda kushapambazuka ndio wanaanza safari wakiwa na fimbo zao. Wakaanza kusikia kelele huko za vilio. Wamama Kimisri wakaanza kupiga kelele huko. Kelele zikaanza kusikika huko. Wazaliwa kwanza walikufa. Walikufa wazaliwa kwanza sio tu wanadamu, paka wanyama waliokuwa wamesalia. Kama ulikuwa kuna sisimizi kazaliwa kwanza alikuwa ni kifo. Kama ulikuwa kuna chura kazaliwa kwanza alikuwa pia anakufa. Kama ulikuwa kuna ng'ombe amezaliwa kwanza anakufa. Familia zikapigwa, kukaa kuna kilio kikubwa Misri. Farao alipoona kwamba haya mambo yamekuwa hivi, Biblia inasema akawafukuza, tena akawapa na zawadi nyingi. Usiku ule ule wakaanza safari wakaondoka. Kwa angalia Mungu anasema akaokoa kwa mkono hodari. Maana yake mkono hodari unaozungumziwa hapo ni hayo mapigo 10 ambayo yaliachiliwa katika taifa la Misri. Yakawafanya wa Misri wawaachie, tena Biblia inasema akawapa na zawadi, akamwambia nendeni. Farao tena akasema nendeni na mimi mkanibarikie huko. Wakafukuzwa, wakatoka katika kile kifungo. Kuna cheni nyingine ili zivunjike zinahitaji mapigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna cheni nyingine ili ziachie zinahitaji kupigwa kwanza. Kuna ngome nyingine lazima zipigwe ili ziweze kuachia watu. Na nani zipiga ni nani? Ni Mungu. Sasa angalia haya mapigo 10 yamewafanya wana wa Israeli wawe huru na kuanza safari ya kwenda jangwani. Lakini safari haikuishia hapo, kwa sababu waliambiwa watatoka hapo ende katika nchi ya ahadi. Ili waende katika nchi ya ahadi lazima wapite katika jangwa. Lile jangwa lilikuwa ni jangwa zito ambalo lilikuwa limejaa nge
na nyoka. Mungu akawekea wingu juu yao wakati wa mchana, na usiku akawekea nguzo ya moto iongoze. Lakini katika hatua hizo za kwenda katika ile nchi ya ahadi, Ibilisi alikuwa anawafuatilia. Ibilisi alikuwa anawafuatilia, anahakikisha wale watu hawaendi katika nchi ya ahadi japokuwa wametoka katika ile nchi ya mateso. Kuna wakati ambapo shetani anakufuatilia, anahakikisha wewe fiki katika ile nchi ya ahadi japokuwa umetoka katika nchi ya mateso. Shetani anaweza kukufuatilia akahakikisha kwamba uendi mbinguni japokuwa umetoka katika utumwa mwingine wa dhambi. Ijapokuwa umemkiri Yesu, ijapokuwa umeokolewa na Yesu, lakini anahakikisha kwamba ufiki katika nchi ya ahadi. Sasa kazi yake shetani siku zote ni kuiga mambo. Hapa Mungu alimpiga adui shetani ambaye alikuwa anafanya kazi katika ufalme wa Farao kwa mapigo 10. Na Ibilisi akaandaa mapigo hayo 10 tena kuwawekea au kuwapiga wana wa Israeli wakiwa katika safari ya kuelekea katika nchi ya ahadi, ili wasiingie katika nchi ya ahadi, na alifanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliotoka katika nchi ya Misri kwenda katika nchi ya ahadi walikuwa ni wengi. Ni karibia watu kama milioni 2, au ni wanaume tu walioenda katika ile nchi ya ahadi. Waliotoka Misri walikuwa wanaelekea, kulikuwa ni umati mkubwa. Ujehesabu wanawake na watoto walikuwa ni zaidi ya hapo. Lakini walioingia katika nchi ya ahadi ambao walitoka kule Misri walikuwa ni 2 tu. Unaona mchujo wa namna hiyo? Yaani watoke watu milioni 2 wafike watu 2. Unaweza kuona ni vita vikali kiasi gani shetani alipambana. Na alifanikiwa kuharibu wale watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unajiuliza inakuaje watu milioni 2 watoke huku, alafu kule wanaingia watu 2? Iweje huko okolewe na kuwekwa huru kabisa, alafu wafike kule watu 2? Umbali kutoka Misri walipotoka mpaka kuingia nchi ya ahadi ni sana kutoka hapa katika mkoa wa Arusha mpaka mkoa wa Kilimanjaro, wale ambao wanajua urefu. Tena Kilimanjaro ni mbali sana. Lakini hiyo safari ile ilichukua miaka 40 kutoka hapa mpaka pale. Sio kuna mtu wanatoka hapa unaenda mpaka Kilimanjaro, hata kama unatembea kila siku mita 10, mita 100, kila siku mita 100 kutoka hapa hadi pale Kilimanjaro, hautamaliza miaka 40. Kwa maana yake walipunguzwa nguvu zao za kwenda katika nchi hadi katika kiwango kikubwa sana. Kwa vita vilikuwa bado vinaendelea hata sasa hivi. Usifikiri kuokoka ndio umemaliza vita. Usifikiri kutoka kwenye utumwa wa dhambi ndio umemaliza vita. Bado kuna vita vya kwenda nchi ya ahadi mbinguni. Hapa unamalizaje hapa? Unapitaje ile jango, unalivukaje ile jango? Unavukaje safari ya maisha ili uweze kuingia katika nchi yako ya ahadi? Hivyo ndio vita ambavyo shetani alivinyanyua. Kwa alikaa ajenda yake na kuzimu wake, akapanga akasema watu sawa, tumewachia wametoka kwenye utumwa. Kwa sababu ile utumwa sio tu wa mwilini kwamba Mungu alikuwa anaona wanateseka wanatumikishwa. No. Utumwa ambao ulikuwa unawasumbua wale wana Israeli ni kwamba walikuwa Misri wanalazimishwa kuabudu miungu wa Misri. Na wale wana Mungu wao ambao ni Mungu wa mbingu na nchi. Wa Misri walikuwa wanaabudu kila aina ya miungu. Kwa wana Israeli kukaa kule na kulazimishwa kwa kwenye taifa na wanaoabudu miungu ilikuwa ni utumwa mkubwa sana. Na Mungu ndio aliona huo sana sana unaowatesa zaidi ya kutewa na kupigwa mijeledi na akasema hawa nitawatoa huku, na pigo la mwisho kama tulivyosema alikuwa la kukufa mzaliwa kwanza. Biblia inasema Mungu akahukumu miungu ya Misri ile siku alivyooa wale wazaliwa kwanza. Kwenda kule njiani wakakutana na jangwa zito. Sasa Ibilisi aliwapiga kwa mapigo 10. Ama mapigo 10 ni yapi? Ndio leo nataka tukaangalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tujue wakati mwingine Ibilisi naye anavyofanya. Yeye alipigwa kule kwa kushushua mvua ya mawe, alipigwa kwa kuletewa nzige na vyura, lakini aliwapiga wana Israeli kwa mambo 10. Naomba tusome kile kitabu cha Hesabu sura 14 na mstari wa 22. Hesabu 14 na mstari wa 22. Mapigo ambayo Ibilisi aliyaleta kwa wana Israeli yakawafanya washindwe kuingia katika nchi ya ahadi yalikuwa ni majaribu ya kumjaribu Mungu. Waga Ibilisi akishaona kwamba amekushindwa, anachokifanya anakuja kugombanisha wewe na Mungu wako. Basi akishaona amekushindwa, atatafuta namna kugombanisha na Mungu wako. Hesabu sura ya 14 mstari wa 22 hadi 24. Nisome pale. Hesabu 14 mstari wa 22. Naanzia mstari wa 20. Hesabu sura ya 14 mstari wa 20. Alafu nitasoma pale mstari wa 24. Anasema hivi: Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa. Lakini hakika yangu, sikiliza maneno yanayofuata hapo. Hakika yangu kama niishivyo,
tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana. Kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na hayo wamenijaribu mara hizi 10. Hebu sema mara 10. Wamenijaribu mara hizi 10, wala kusikiliza sauti yangu. Hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyoapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau hapana atakayeiona. Lakini mtumishi wangu Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Huko mwanzo walianza jaribu moja kumjaribu Mungu, jaribu la pili kumjaribu Mungu. Mungu akanavumilia mpaka ikafika kipindi jaribu la 10, kama vile ambavyo jaribu la pigo la 10 lilioachilia wana wa Israeli kutoka Misri. Na hivyo hivyo pia katika jaribu la 10 ambalo wana wa Israeli walimjaribu Mungu, likafunga wao kuingia katika nchi ya ahadi. Likafunga. Kwa Ibilisi naye alikuwa anajua katika namba 10 kuna ushuhuda. Akakaa kikao, tujue likasa ngapi. Akasema nitaenda kuwaletea majaribu mpaka itimie kiwango ambacho Mungu, namba kiwango cha Mungu cha juu ni 10. Uvumilivu wa Mungu wa juu ni 10. Ndio maana akatoa katika amri 10. Kwa uvumilivu wake wa juu ni 10. Hukumu yake ya mwisho ni 10. Analeta hukumu katika 10. Kwa akajua kitu gani ambacho kikifanya kwa Mungu wao kitakuwa kinaugusa moyo wa Mungu. Akajua ni kumjaribu Mungu wao, kumpima Mungu wao. Kwa akasema nitaleta majaribu ya kumpima Mungu. Nitawapatia watu mpaka itakapofikia kipimo ambacho Mungu atagairi kabisa kuingiza katika nchi ya ahadi. Na kweli akaanza kuleta jaribu la kwanza, akawekea roho, akamjaribu Mungu kwa mara ya kwanza. Wakamjaribu Mungu kwa mara ya pili, Mungu anavumilia. Wakamjaribu Mungu kwa mara ya 3, Mungu anavumilia. Wakamjaribu kwa mara ya 4, Mungu anavumilia. Kwa mara ya 5 wakaona ni mchezo. Wakaona hichi kitu kitaendelea tu, Mungu anavumilia. Ilipofika mara ya 10 ndio hapa tunasoma. Akasema nimewasamehe, lakini hakika yake hakuna hata mmoja atakayeingia katika nchi ya ahadi. Kwa mmenijaribu mara hizi 10 hawa watu, hakuna hata mmoja atakayeingia katika nchi ya ahadi isipokuwa Caleb, na sehemu nyingine anasema Yoshua. Sasa nini maana kumjaribu Mungu? Kumjaribu Mungu ni kitendo cha kupima uwezo wa Mungu, ili hali unajua Mungu anaweza kufanya hicho kitu. Ndio kitu ambacho Bwana Yesu akiwa kule mlimani kule jangwani anajaribiwa, Ibilisi akamweka kwenye kinara cha hekalu akamwambia jitupe chini. Alafu Mungu atakuagizia malaika. Kwa hiyo shetani alijua kabisa huu unaenda kumtega na unaenda kumdaka na unaenda kumkosanisha na Mungu wake. Kwa Kristo leo angeruka pale, ni hakika kabisa malaika wangekuja, wangemchukua, wangemzuia asiye akajikwaa. Ni wazi kabisa ingekuwa hivyo. Lakini angekuwa amemjaribu Bwana Mungu wake, ingekuwa ni shida. Lakini kwa sababu Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu ambaye hawezi kufanya makosa na alikuwa amejaa Roho Mtakatifu, alilijua jaribu la Ibilisi akalikimbia, akalikataa. Hakumjaribu Bwana Mungu wake hata kidogo. Sasa hawa wana Israeli wakaanza kumpima Mungu kwa sababu waliona yale mapigo 10 Mungu aliyofanya. Kitu gani kilichotokea sasa? Nataka tukaangalia mapigo kwa ufupi, alafu pia tuweze kuleta tulinganishe pia na maisha yetu sisi tunayoishi. Naomba tuangalie majaribu 10 ambayo wana Israeli walimjaribu Mungu, ambapo hataja hapa ilikuwa ni 10. Ambapo Biblia inasema walimpima Mungu. Lakini kabla hapo nisome tena kitabu kile cha Zaburi sura ya 95. Hebu mwambie ndugu wako usimjaribu Bwana Mungu wako. Amina, usijaribu kabisa kabisa. Mjaribu kila mtu lakini usimjaribu Bwana Mungu wako. Yaani usijaribu kabisa, ni dhambi kubwa. Ni kosa kubwa sana. Zaburi sura ya 95 mstari wa 8. Naomba nianze mstari wa 7. Zaburi sura ya 95 mstari wa 7 hadi wa 11. Zaburi 95 7 hadi 11 anasema, kwa maana ndiwe Mungu wetu na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Angalia anasema, msifanye migumu mioyo yenu kama vile huko Meriba, kama siku ya Masa jangwani. Mstari wa 9 sasa. Angalia mstari wa 9 anasema, hapo waliponijaribu baba zenu, wakanipima, wakayaona matendo yangu. Miaka 40 nalihuzunika na kizazi kile, nikasema hao ni watu waliopotoka mioyo, hawakuzijua njia zangu. Nikaapa kwa hasira yangu wasiingie rahani mwangu. Anasema wakanijaribu, wakanipima, wakayaona matendo yangu. Tengeneza picha, mtu anamjaribu, anampima ili aone matendo yake. Sasa tukisomaga habari za wana Israeli wakiwa jangwani,
tunaona kama wale watu walikuwa kama vile wanaonewa. Lakini tukijifunza sasa Biblia ndani, tunaona kabisa kwamba wale watu walikuwa waonewi. Sasa mambo ambayo wanafanya yalikuwa ni majaribu kwa Mungu wao, kwa sababu walikuwa washaona uwezo wa Mungu. Walitoka kwa shangwe, wakaona bahari ya Shamu imepasuliwa. Walikuwa na uhakika ndani ya mioyo yao kwamba Mungu anaweza akafanya lolote. Yaani walikuwa wanajua kabisa Mungu ana uwezo wa kufanya lolote na hakuna chochote kinachomshinda. Walikuwa na huo, wanajua na waliona hizo kazi za Mungu. Sasa kwa sababu walikuwa washaona Mungu anaweza kufanya lolote na anaweza kufanya jambo lolote, mambo ambayo walikuwa wanafanya kule mbeleni yalikuwa ni ya makusudi, kupima kama Mungu yuko pamoja nao. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kupima kama Mungu anatembea nao, kumpima, wanajua kabisa Mungu yuko pamoja nao, lakini wanampima. Kwa vote walipokuwa wanafanya, Mungu alikuwa anahesabu kama wanampima, kwa sababu tayari walikuwa washaziona kazi za Mungu. Sasa naomba tuangalie haya majaribu 10 ambao wana Israeli walijaribu Mungu. Jaribu la kwanza lilianzia pale mkabala wa bahari ya Shamu. Walipotoka tu Misri, wakafika pale katika mkabala wa bahari ya Shamu. Kutoka 14 mstari wa 9 hadi 12. Kitabu cha Kutoka sura 14 mstari wa 9 hadi 12, lilikuwa jaribu la kwanza. 14:9 hadi 12. Nasoma pale haraka kidogo. Anasema Wamisri wakafuata nyuma farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pihahirothi kukabili Baal Sefoni. Hata Farao alipokaribia, wana Israeli wakainua macho yao na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, "Je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema tuache tukatumikia wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri huko kuliko kufa jangwani." Musa akamwambia watu, "Msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakofanya leo. Kwa maana hawa Misri mlioona leo hamtaona tena milele. Bwana atapigania nanyi mtanyamaza kimya." Wameanza kutoka, naenda kutana na bahari, alafu wanaona Wamisri wanakuja. Wanaanza kusema, "Umeona ulichotufanyia? Sivyo tulivyokuambia kwamba usitutoe kule katika ile nchi." Unajua kwa nini walikuwa wanasema vile? Nisikilize kwa makini. Sio kwamba walikuwa wanaogopa watakufa. Sio kwamba walikuwa wanaogopa watakufa. Kilichowafanya waseme vile, walikuwa wanataka kupima Mungu atafanyaje. Ushakuonaga mtu anakaa anasema, "Najua unipende, ungekuwa unanipenda ungefanya kitu fulani. Najua unipende." Anapima, anakupima wewe, si ndio? Anapima ule kama utafanya kile kitu. Anajua unaweza kufanya, lakini anakupima. Kwa anaweza kaleta manunguniko, lakini ni yake ni kukupima. Sio kwamba ndio hicho kitu ambacho wanaweza kuwa nakifanya. Walikuwa wanajua kabisa Mungu kuna kitu atakifanya. Wala mioyo ilikuwa haina hofu kabisa ndani yao kwamba watakufa. Walikuwa hawana hofu kabisa ya kufa. Walikuwa tu wanataka kupima, kuangalia Mungu atafanya nini hicho kipindi. Yaani ule uwezo wa Mungu wao walikuwa wanaona ni kama vile TV, ni mchezo fulani wa maigizo kwamba tunaweza kupata popote pale. Kwa walikuwa hawana unyenyekevu kwa Mungu, lakini walikuwa wanampima. Hilo lilikuwa ni jaribu. Mungu akavumilia, akapasua bahari, wakaenda mbele. Haikuishia hapo. Wakaendelea, lakini mbingu inahesabu jaribu la kwanza hilo. Mbingu inahesabu. Wenyewe wakaona, Mungu katupasulia bahari, kashatusamee. Tutafanya tena hivyo. Waliposogea mbele kidogo, wakakosa maji, wakakuta mahali kuna maji machungu, maji ya Mara. Kitabu kile cha Kutoka sura 15 mbele kidogo, ruka tu sura moja hapo. 15:22 hadi mstari wa 25. Anasema Musa akaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu. Walipotoka bahari ya Shamu pale, nao wakatokea katika jangwa la Shuri, wakaenda safari ya siku 3 jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, "Tunywe nini?" Anamwambia Musa, "Tunywe nini?" Naye akamlilia Bwana, Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji yakawa matamu. Basi akaweka amri na hukumu huko, akaonja huko. Tuishie tu hapo. Wakasogea tu mbele kidogo, wakakutana na maji. Yalikuwa ni machungu. Yale maji yalikuwa ni machungu, pale pakaitwa Mara. Ndio maana sasa hivi mkoa wa Mara maana yake ni uchungu. Ilitokana na ili jina. Kwa hiyo wakakuta ile maji ni machungu pale. Wakaanza kunungunika, kumwambia Musa, "Tunywe nini? Tunywe nini?" Mungu akasikiliza ile manunguniko, akayaponya ile maji. Wakaona uwezo wa Mungu, wakafurahi.
Kwa hiyo akamjaribu, alafu akaona kazi zake kama Biblia inavyosema. Lakini wenyewe wameona hilo ni jambo la kawaida. Hawakujua kwamba mbingu imehesabu ni jaribu la pili. Kipimo cha ghadhabu ya Mungu kinaenda kwa kuongezeka. So hilo tu, waliposogea mbele kidogo, wakafika sehemu inaitwa bara ya Sini. Walitoka na mifugo wao, chakula kikapungua. Wakaanza kumjaribu, akamwambia tule nini? Kutoka sura 16 hapo mstari wa 1 hadi wa 3. Anasema kisha wakasafiri kutoka Elimu na mkutano wote wa wana Israeli wakafikiria bara ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai siku ya 15 wa mwezi wa pili baada ya kutoka kwa nchi ya Misri. Na mkutano mzima wa wana Israeli ukamnungunikia Musa na Haruni, alafu wenyewe wananungunikia tu watumishi wa Mungu. Musa na Haruni huko barani. Wana Israeli wakamwambia, laiti tungekufa, tungalikufa. Angalia maneno, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwani imetutoa huko na kututia katika bara hii ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama mimi nitaonyesha ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, nao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku ili nipate kuwajaribu kwamba watakwenda katika sheria zangu ama sivyo. Wakakaa na kufikiria, wakasema sasa tule nini? Wakajua bisa Mungu anaweza akawapa chakula. Hebu sasa tutafute jambo fulani la kumlazimisha Mungu atupe chakula. Tunungunike. Tumnungunikie nani? Tumnungunikie Musa na Haruni, wakaenda kuwanungunikia. Kumnungunikia Mungu, wakamjaribu Mungu na kweli akaziona kazi zake. Mungu akaletea kile kitu. Kuna wakati unaweza ukanungunika na kulalamika, Mungu akakufanyia kile kitu, lakini sio jambo zuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Manunguniko ni mabaya sana, mtu wa Mungu. Epuka maombi ya manunguniko siku zote za maisha yako. Epuka maombi ya manunguniko. Laiti Mungu nisingeolewa na mtu, nisingeoa mtu, unanungunika. Hujapata kitu, hujapata kazi, hujapata jambo fulani, hiyo ni kunungunika tu. Na una record katika maisha yako jambo fulani Mungu alishakufanyiaga, lakini unanungunika. Manunguniko yana matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yana matokeo. Unaweza kunungunika kweli. Kuna watu wanakuambia mnenda, yani kuna watu wanaweza kunungunika akakaa kwenye maombi yake ni kunungunika na kulalamika tu. Angalia kule nilipokuepogo, afadhali kule nilikotokaga kuliko sasa hivi. Afadhali mwaka juzi, tangu nimeokoka mambo ndo magumu, tangu nimeokoka ndo shida. Ni kunungunika asubuhi na mchana, jioni ni kunungunika. Wana Israeli ndio wakatoka. Nasema afadhali tulivyokuwa huko Misri tulikuwa tunakula matango, sisi wengine nasema matikiti. Tulikuwa tunakula hizo nyama, tunakufa tunadhofika. Ni kunungunika tu, kunungunika. Biblia inasema walivyokuwa wananungunika, Mungu akasema nitaanyeshia mvua ya mkate. Ikaja maana, wakaanza kula ile mikate. Sasa sisi tukisomaga mikate tunasema Mungu ni mwema na aliwalisha watu wake, lakini kile chakula kilikuja baada ya manunguniko. Kuna vitu vingine vinaweza vikaja kwako ikaa kama ni baraka, ukoona ni baraka kwa sababu ya manunguniko, maombi ya manunguniko, lakini sio sawa. Mungu alikusudia kabisa utafika wakati huyu mtu atawapa chakula. Atawapa chakula tu, kwani hajui kwamba anapita jangwani? Kitu walichopaswa kufanya ni kwamba ni kuomba na kutulia na kunyenyekea. Kwenda kwa unyenyekevu, mwambie Mungu tunaomba utusaidie. Hali imekuwa labda ngumu, tunaomba utusaidie. Tusaidie katika hili jangwa. Lakini unaenda kunungunika, laiti tusingetoka huko Misri. Manunguniko yale Mungu akaletea mvua ya mikate. Wakala. Lakini mbingu zinaweka tiki kwamba hili ni jaribu la tatu. Kwamba wakiendelea hivi kuna kipindi watafika ukomo, hataona tena wema wa Mungu. Wakati wanaendelea hivyo, mbele tena kidogo katika Kutoka ile sura 16 mstari wa 19, wakaanza tena kumjaribu Mungu kwa kuangalia uwezo wake baada ya kupewa maana. Nisome pale 16 hadi 19, 19 hadi 20. Kutoka 16 mstari wa 19 hadi ule wa 20. Anasema Musa akamwambia mtu awe yote asikisaze hata asubuhi, lakini hawakumsikiliza Musa. Wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi, nacho kikaingia mabuu na kutoa uvundo. Musa akakasirikia sana. Ilikuwa ni jaribu lingine ambalo walimjaribu Mungu. Baada ya kupewa ile maana, Mungu akamwambia sasa muokote kidogo, kuleni kimalize, msikiweke paka asubuhi. Wengine wakasema ngoja tukiweke asubuhi tuangalie kitakuaje. Ikibaki tunaweza tukanywe na chai. Asubuhi walipoamka wakakuta kimeingia mabuu. Wanataka kuweka viporo. Mungu ashaambia atawapa kesho, kila siku atakuwa anawapa. Anasema ngoja tuangalie itakuaje hiyo kesho. Hebu tuangalie itakuaje. Tumwangalie Mungu jinsi anavyofanya maajabu
kitu gani kitatokea. Kwa akakisaza, asubuhi kafika ikaota likani jaribu ambalo Mungu limkasirisha, lakini hawakubadilika, wakaendelea. Bado walikuwa wanaendelea. Hapo ni ya 4, jaribu la 4 hilo. Jaribu la 5 hapo kwenye Kutoka 16 hapo. Mstari wa 26. Anasema siku 6 mtatoka, lakini siku ya saba ni Sabato, siku hiyo hakitapatikana. Ikawa siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kukiokota wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Yaani wakaambiwa sasa sote wasikisaze, siku ya Sabato wasikusanye, lakini siku ya 6 watakusanya maradufu. Kwa maana yake katika ile siku ya 6 wakashangaa mbona inapatikana mana nyingi sana. Maana ile mana ilivyokuwa inashuka walikuwa ni asubuhi wanaikuta iko pembezoni chini huko imeanguka chini. Kwa hiyo ilikuwa ni kama punje za mtama. Walikuwa wanachukua ile wanakusanya wanaweka kwenye vyombo, alafu wanaenda kusaga na kutengeneza mikate na vitu vingine. Ikishafika mchana jua likipiga vinayeyuka kama vile unavyoweka barafu kwenye jua, kinayeyuka kile. Lakini ukikitengeneza mkate kinaweza kikakaa asubuhi, ukikitengeneza mkate wake unaweza kukaa mpaka jioni, lakini kikifika kesho yake mkate unakuwa umeshaharibika. Na ulikuwa ni mkate mtamu sana, sema tamu yake ilikuwa kama asali, kwa mtamu sana. Sasa wakaambiwa ikifika siku ya 6 kusanyeni vya kutosha, alafu akitaingia mabuka katika siku yake ya 7. Ili siku ya 7 msitoke kwenda kutafuta hiyo maana. Sasa ikafika ile siku ya 6 kwa kusanya kweli vya kutosha, wakaweka vizuri, wakapika ili siku ya 7 wasifanye kazi, kwa sababu Mungu aliambia siku ya Sabato msifanye kazi. Itakuwa ni siku ya kutafakari tu hiyo siku na kumfanyia Mungu ibada. Asubuhi hao sijui ni kina mama, sijui ni vijana, sijui ni watoto walitumwa, wakaanza kwenda kutafuta kuangalia ile maana kama imeanguka. Wakaikosa. Walivyoikosa ikawa ni dhambi mbele za Mungu. Mungu akamwambia kila siku mtakaa katika hali ya kukata maagizo yangu mpaka lini? Ikawa ni jaribu hilo la 5, la 6 maji yalifidimu. Wakasikia tena kiu, wakarudia yale wale wafanya kule Mara. Kutoka 17 pale. Mstari wa 1 hadi wa 3. Anasema mkutano wote wa Israeli ukasafiri kutoka bara la Sini katika safari zao kama Bwana alivyoagiza. Wakatoa Refidimu na hapo hapakuwa na maji watu wanywe. Kwa hiyo hao watu wakateta na Musa wakisema tupe maji tunywe. Musa akamwambia, yani wanamwambia Musa tupe maji. Musa akamwambia, kwani kuteta na mimi? Mbona mnamjaribu Bwana? Watu wakawa na kiu huko, nao wakamnungunikia Musa wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuoa sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Musa akamlilia Bwana akisema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe. Bwana akamwambia Musa, pita wewe kwa mbele ya watu ukachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo ulipiga mto kwayo uitoe mkononi mwako ukaende. Tazama anasimama mbele yako huko juu ya ile jabali katika Horebu, naye utalipiga jabali na maji yatatoka watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele za wazee wa Israeli. Akapata mahali pale jina lake Masa na Meriba kwa sababu ya mateto ya wana wa Israeli na kwa sababu walimjaribu Bwana wakisema, je, Bwana yu kati yetu au sivyo? Yaani walianza kumpima, je, Mungu yupo na sisi au hayupo na sisi? Wakanywa maji. Hilo jaribu la 6. Jaribu la 7 ilikuwa ni sanamu ya ndama. Katika Kutoka sura ya 32 mstari wa 7 hadi 8, sitasoma. Wakafika kule wakaanza kutengeneza ndama. Wakasema ngoja tuangalie kama Mungu atafanya chochote. Wakatengeneza ndama ile ya kusubu. Wakaenda wakacheza. Biblia inasema wakafanya na karamu, wakaimba, wakacheza, wakaimba. Disco ndo zilianzia hapo. Wakatengeneza sanamu ya ndama, wakaisimamisha, wakaanza kucheza disco na kuimba. Biblia inasema hivyo kabisa. Wakacheza, wakala na kunywa, nasa zikaanzia hapo, party zikaanza hapo. Kipindi ambacho Musa akaenda kule juu kuchukua zile amri, wenyewe huko chini wakatengeneza sanamu ya ndama. Wakasema huyu ndo Mungu wetu atakayeturudisha Misri. Lengo la kutengeneza vile, kumbuka, si kwamba walikuwa hawaamini kwamba Mungu yupo, au sio kwamba walikuwa wanaamini kwamba Mungu kawaacha. Sio hilo. Walichokuwa wanajua kabisa kwamba Mungu yuko. Sasa hebu ngoja tumpime, tuangalie kama atatutokea, atusaidia, tuharakishe safari yetu, kwa sababu kama vile anatususia. Sasa na sisi ngoja tumfanyie kitu, tumuumize hisia zake ili atokee afanye kitu fulani. Ndio lilikuwa lengo la wana wa Israeli. Sio kwamba walikuwa waamini kwamba Mungu yupo. Walikuwa wanajua. Lakini wanampima. Kwa wakatengeneza zile sanamu za ndama. Walivyofanya vile, Mungu alikasirika sana. Musa akatoka kule, akakuta anafanya zile sherehe zao. Akazivunja zile amri ambazo ametoka nazo kule mlimani. Akazivunja, akasema mstahili sasa kupokea amri 10 za kazi gani? Kama mmeshampata Mungu wenu ambaye atarudisha Misri. Akazivunja pale pale. Mungu akakasirika, akawaua baadhi yao. Na hapo ndo Mungu akageuza sasa, kwa kuna tena uzalio wa kwanza kuwa wakfu.
katika kila familia, bali kabila la Lawi ambalo walikwenda kusujudia ile ndama likawa ndio linachukua nafasi ya wazaliwa kwanza. Ikapita hapo, lakini wana Israeli wakaendelea. Hilo la 7 Mungu akawa anavumilia. Pasipo kujua kwamba kipimo cha ghadhabu ya Mungu kinazidi kuongezeka, kile kikombe kinazidi kuongezeka. Wakasogea tena mbele, wakafika mahali panaitwa Tabera huko. Wakaanza kunungunika, wakaanza kumsemea, Biblia inasema wakaanza kumnenea Mungu maneno maovu. Wakaanza kusema Mungu gani wewe? Wakaanza kunungunika na kusema maneno maovu. Ulishuka moto ukawala watu. Mungu akawadhibu, lakini ile adhabu ikuishia tu hapo. Sasa hapa ni pindi Mungu anaanza kuachilia adhabu ikuishia hapo. Kile kitu kipo katika moyo wa Mungu. Angalia jinsi Mungu alivyo. Anasema ni mwingi wa hasira lakini si mwepesi wa hasira. Mwingi wa hasira lakini si mwepesi wa hasira. Hilo lilikuwa ni jaribu la 8. Jaribu la 9. Wakakaa tena wakatamani nyama kama walivyotamani kule. Wanamjaribu tu Mungu, wenyewe wanamjaribu tu, wanampima tu. Waangalie huyu Mungu atafanya nini. Hebu nisome hapa kidogo. Hesabu 11 mstari wa 4 hadi wa 6. Yaani wanamjaribu tu kuangalia. Huyu yupo na sisi. Hesabu 11 mstari wa 4 hadi wa 6. Wanamjaribu tu. Hesabu 11 mstari wa 4 hadi wa 6. Biblia inasema hivi: kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, wana Israeli nao wakalia tena, yani kwa mara nyingine wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? Tukumbuka samaki tulizokula huko Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu saumu, lakini sasa roho zetu zinakauka. Hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa imani tu. Fikiria hilo neno. Wanasema hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa imani. Imani haije kuletea magonjwa, haije kuletea shida, lakini wanasema ikawa ni jaribu la 9 na jaribu la 10 ambalo ndilo likafunga ukurasa, ambalo hilo sasa ndio walikuwa wanamaliza waende katika nchi ya ahadi. Wameshafikia hatua ya kwamba sasa wamebakisha maili kadhaa waingie katika nchi ya ahadi. Wakatuma wapelelezi. Wakatuma wapelelezi 12 kutoka katika kila kabila. Wakaambia sasa tumekaribia ile nchi, hebu nendeni mkaipeleleze mje kutupa taarifa. Hiyo ni nchi namna gani? Basi wakaondoka, walikuwa na Yoshua na Caleb huko ndani. Wazee wale wakafika kule, wakaipeleleza ile nchi, wakaona ile majito yaliyoko kule, wakaona na baraka zilizoko kule, wakaja na kishada cha zabibu kilikuwa ni kikubwa. Wakaja kurudisha taarifa wale wakuta huko. Wakakusanya wana Israeli wote, walipokusanya akaambia, bwana mtusikilize. Hiyo nchi tuliyoiendea ni kweli kama mlivyotuambia, Mungu alivyotuambia kwamba ni nchi inayobubujika maziwa na asali. Ni nchi inayozaa kweli. Ushahidi huu hapa. Wakaonyesha ile shada cha zabibu. Wana Israeli wakafurahi. Wakasema lakini watu tuliowakuta huko ni majitu. Watu tuliokuta huko ni majitu. Tukajiona nafsi zetu kama mapanzi, grasshoppers. Na ndivyo walivyotuona na sisi. Walivyoleta hizo taarifa mbaya, wale wazee 10 wakaleta hizo taarifa mbaya. Wana Israeli wakavunjika moyo wote. Wakasema hii ndio sababu kwa nini tuko hataki kutoka Misri. Hii ndio sababu kwa nini tuko hataki kutoka Misri. Mnataka kutupeleka kule. Wakaanza kulalamika, wakasema mtufanyeni turudi Misri. Walivyosema hivyo, Biblia inasema mwisho wao ukafika siku. Tusome pale Hesabu 14. Tumalizie hapo hiyo. Hesabu 14 mstari wa 1 hadi 4. Nasoma kwa haraka kidogo. Naanza tuanze hapo 13:31, alafu nitasoma 14:1 hadi 4. Kwa haraka tu. Hesabu 13:33. Anasema kisha huko tuliona Wanefili wana Wanaki waliotoka kwa wao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Sura 14 mstari wa 1. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakaokota watu wakatoka machozi usiku ule. Usiku watu wakalia machozi. Kisha wana Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida tukarudi Misri. Tuishie hapo. Kisoma habari utaweza kuelewa zaidi. Wakamnungunikia Mungu. Baada ya kumnungunikia hivyo, ikawa tayari ni jaribu la 10. Mungu akasema, mmebakisha maili kidogo kuingia nchi ya ahadi. Leo hii ni mwisho hapa. Hao ambao mko mnasema kwamba watakuwa watumwa, watoto wenu ndio wataingia, lakini nyinyi wote mliona kazi zangu huko nyuma na mkanijaribu mapigo kwa majaribu 10. Nyinyi ambao mlianza na mimi majaribu 10 hamtaingia katika nchi ya ahadi. Laiti na kile kizazi kilichozaliwa pale na chenye kingeanza majaribu kama hayo angetimia 10 na chenye kisingeingia. Kwa wale ambao walitoka kule wakaanza kuona
Waliposikia hivi walilia, Biblia inasema walilia. Wakasema tutaenda basi hivyo hivyo. Kumwambia Mungu tutaenda basi. Tutaenda kupigana na hao watu. Waliposikia Mungu alipowaambia kwamba wataingia, wakaanza kurudi sasa, wanaanza kumwambia Mungu tutaenda. Mungu akamwambia hakuna kwenda. Mtakufa wote. Wakalia kuomba toba kwa Mungu, kukaa hamna msamaha tena. Wakalia kukaa kuna msamaha tena, mbingu zimefungwa juu yao. Wakaambiwa sasa hesabuni hizo siku 40. Kila siku moja itakuwa ni mwaka mmoja. Kwa hiyo kwa hizo siku 40 zote mlizoenda ni miaka 40. Kwa hiyo miaka 40 inaanza kuhesabiwa baada ya ile jaribu la 10 kuisha. Kwa hiyo yale mambo yote majaribu 10, wana Israeli walimjaribu Mungu katika kipindi cha miezi 3 tu mpaka 4. Yaani walipita hapo miezi 3 mpaka 4 ndio walimjaribu Mungu katika ile majaribu yote 10. Lakini miaka 40 yote iliyosalia walianza kuzunguka, wakawa wanalipwa walichokifanya. Na Mungu kwa nini unajua aliwafikisha, aliotembeza wana Israeli miaka 40? Alitaka wafe kifo cha mateso. Angeweza kuwaua wote kile kizazi akabakisha wale wawili. Lakini alitaka wateseke uovu wao, ndio maana akaambia siku moja mwaka mmoja. Kwa walikaa katika jangwa miaka 40, sio katika furaha kile kizazi. Kikateseka, alafu bora kiteseke hivyo kiingie nchi ya ahadi. Wote wakafa katika ile jangwa. Na unajua anasema hawataingia katika raha yangu, ni mpaka katika uzima milele. Nasoma kitabu cha Ibrania. Soma kitabu cha Ibrania pale. Kitabu cha Ibrania. Sio kwamba utapita hivyo siku moja utafufuliwa utaingia katika mbingu mpya na nchi mpya. Ibrania sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 8. Ibrania sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 8. Kwa hiyo kama ninavyo Roho Mtakatifu leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Ili ni agano jipya. Kama wakati wa kukasirisha, siku ya kujaribiwa katika jangwa. Hapo baba zenu waliponijaribu wakanipima, wakaona matendo yangu miaka 40. Baada ya kumpima ndo wakaona matendo yake miaka 40. Kwa hiyo nalichukizwa na kizazi hiki, nikasema siku zote ni watu waliopotoka mioyo hawa. Hawakuzijua njia zangu. Kama nilivyo hapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu. Soma sehemu nyingine nasema ipo raha nyingine tulioidiwa. Hapo ni uzima milele. Kwa wale watu walipoteza uzima milele, hawakuingia katika nchi ya ahadi ya mwilini, hawakuingia pia katika nchi hawataingia katika nchi ya ahadi ya rohoni, lakini pia wakafa na kifo cha mateso kwa kukaa miaka 40 kuzunguka kule na kuteswa. Kwa nini? Kwa sababu walimjaribu Mungu mara 10. Kwa kumbe wakujua hii dhambi ilikuwa ni kubwa sana kumjaribu Mungu. Na shetani alipopata hivyo kwamba ilifika mara 10 akafurahi, kwa sababu sasa wale walikuwa wanajiona mashujaa ametolewa kule kwa mkono hodari, wote wanakuja kukufa hapa na hataingia katika nchi ya ahadi. Akawa ameyapata. Mambo hayo sasa yanajirudia katika kipindi cha sasa hivi. Mambo hayo yanajirudia katika kipindi cha sasa hivi. Wakristo ni wanungunikaji. Ni watu wa kumjaribu Mungu. Ni watu wa kujaribu kazi zake na kuangalia atafanyaje. Naomba nisome Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Mstari wa kwanza anasema, kwa maana ndugu zangu sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Ni Paulo sasa anazungumza na Wakristo, sababu tukisomaga tunajua hizi habari za wana wa Israeli tu. Wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wao wa Musa katika wingu na katika bahari, wote walibatizwa. Na wewe leo hii umebatizwa, mimi nimebatizwa. Tumekuwa Yesu Kristo ndio Musa wetu sasa hivi. Biblia inasema hata wale walibatizwa kwa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile cha roho. Na leo hii tunakula chakula cha roho. Maneno ya Mungu. Wote wakanywa kinywaji kile cha roho. Kwa maana walinywa mwamba wa roho uliofuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika hao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo haya yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya. Sisi wa Kristo sio watu wa kutamani mabaya kama wao nao walivyotamani, wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa kule katika ile ndama waliomtengeneza, kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaribiwa na nyoka. Wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika, wakaribiwa na Mwarabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Sisi yameandikwa ili kutuonya sisi ndio tunaonywa sasa. Tusimjaribu Bwana. Unapotoka katika safari yako, umeokolewa na Yesu Kristo, afu unaenda kufanya uasherati, unamjaribu Mungu. Unamjaribu Mungu kwa sababu unajua upo msamaha wa damu ya Yesu. Umeokoka alafu unaenda kuabudu sanamu, ni majaribu kwa Mungu.
Umeokoka alafu unarudi kwenda kunywa pombe, ni majaribu kwa Mungu. Umeshaokoka kabisa, unajua kabisa uwezo wa Mungu na jinsi Bwana alivyokuokoa kwenye shida, kwenye tabu, na ukoona neema yake na maandiko unajua na kila kitu, bado unarudi kufanya yale yale. Unarudi kuvaa vibaya. Unarudi kufanya mambo ambayo mtu hata kidunia hata kuangalia hivi anaogopa, anasema ni kitu gani hichi? Ni majaribu kwa Mungu. Anasema yaliandikwa wale kwa mifano kutuonya sisi watu wa zamani hizi. Kutuonya sisi tusimjaribu Mungu, ili ni agano jipya. Maisha haya ambayo walikuwa wanaenda wenyewe na Israeli, wanasema leo ngoja tufanye kitu fulani, tunungunike tu. Wakaona ni kitu cha kawaida. Lakini wajua kwamba kumbe kila nunguniko analolitoa linahesabika mbinguni. Ndio maana Mungu akaja akasema hapa mara hizi 10. Maana yake Mungu alisema wakifika mara 10 wakirudia hichi kitu, nimefunga ukurasa. Kama nilivyompiga Farao mapigo 10. Na hilo la 10 liliwatoa Misri. Na nikijaribiwa mara hizi 10, hii mara 10 hawataingia katika nchi hadi. Ilikuwa inahesabiwa na kuambiwa, Mungu akuambia kwamba mkifika mara 10, ikishafika mara 10 ndio itakuwa mwisho wa kuambia. Wao walikuwa wanaenda tu wanajua neema itakuwepo, neema itakuwepo, neema itakuwepo. Kitabu cha Naumu sura ya 1 anasema Mungu sio mwingi wa hasira, ni mwingi wa hasira lakini si mwepesi wa hasira. Paka kasiriki inachukua muda, lakini akikasirika hasira yake izimu kiwepesi. Hata mtu ambaye hakasiriki haraka ni mtu hatari sana. Mtu ambaye hakasiriki haraka ni mtu hatari sana kuliko mtu ambaye anakasirika haraka. Mtu anayekasirika haraka ni rahisi hasira yake kuisha mapema. Lakini mtu ambaye paka kasirike inachukua muda. Huyo mtu akija kukasirika pia kuifuta kuizima ile hasira yake pia inachukua muda. Mungu ndio yuko katika ile kundi la pili. Kwamba hasira yake ni ngumu sana kuja. Anavumilia, kavumilia jaribu la kwanza, la pili, la tatu, la 4, lakini ilipofika 10 hawakuvumilia, waliomba msamaha. Kasoma Biblia yako. Walisema tunaenda kupigana, baada ya Mungu kuambia ile hukumu, wakasema sisi sasa tayari tunaenda hata majitu tutaenda kupigana na Mungu akwambia msiende huko mtakufa. Hakuna tena. Wanatamani kwenda kuingia katika nchi, hakuna. Miaka 40 mtakaa hapa, na kweli kaa hivi. Mungu akujuta miaka 40, akujuta kufika sema sasa nimehurumia watu. Alisema miaka 40 kweli ilitimia. Yote ilitimia ile miaka 40 mpaka kile kizazi chote kikaangamia. Kwa sisi ni hivyo hivyo. Tusimjaribu Mungu katika maisha yetu yoyote. Manunguniko katika maombi ni majaribu kwa Mungu baada ya kuona uwezo wa Mungu. Dhambi katika maisha yako baada ya kumjua Mungu ni majaribu kwa Mungu wako. Makosa kujirudia rudia, jana unafanya hiko, jana ulikifanya hicho, leo unakuja kukirudia, kesho tena unakifanya, ukijua kwamba si Mungu anasamehe, Mungu atarehemu, Mungu atarehemu. Itafika kipindi utakuwa hakuna rehema tena na neema. Utaendelea na hiyo hali forever. Alafu neema Mungu itakuwa imefungwa juu yako. Tumesoma hichi kitabu cha Korinto kwanza sura 10. Ni agano jipya, sio agano la kale. Yale yaliandikwa kwa mifano kutufikia sisi, tusiyarudie yale yakatupata na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huo ni ujumbe wa leo ambao nimependa na Roho Mtakatifu kapenda tulete katikati yetu. Kwa hiyo naomba tunapoenenda katika maisha yetu ya Kristo tuwe makini sana. Amen. Tuwe makini sana. Tusimjaribu Bwana Mungu wetu kwa njia yoyote. Kila unachokisikia kitende kazi. Epuka maombi ya manunguniko, epuka maombi ya malalamiko. Ukiona Mungu hajakutendea maanisha amekuacha. Ukiona Mungu hajafanya maanisha hajakusikia, amekusikia. Ukiona Mungu hajibu, ameshakusikia. Kuna wakati atakupa. Usio kwenye maombi na kusema mbona mtu fulani anafanya hivi? Ni afadhali nisingeokoka, ni afadhali nisingefanya. Acha hayo maombi. Acha hayo maombi. Amen. Kuwa na subira kwa Mungu, kuwa na mvumilivu kwa Mungu. Mungu atakutendea, Mungu atakufanyia. Anaona kazi zako, anajua ulivyotoka, ulivyoacha dhambi umeingia katika Ukristo, anajua kabisa utakutana na changamoto hizi na hizi. Anajua jinsi ya kukuokoa katika hizo changamoto. Usijutie wokovu kwamba nimeokoka nini? Nimempokea Yesu wa nini? Usijutie huo. Simama imara na Bwana atakusaidia. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amen. Basi naomba tusimame tukamwabudu Bwana wetu Yesu Kristo. Hapo kila mmoja atasema na Bwana. Mmoja atasema na Bwana, utatafakari ndani ya moyo wako mwenyewe. Tafakari ndani ya akili yako. Tafakari ndani ya fikra zako. Ni wapi pengine ulinungunika, ni wapi pengine ulimjaribu Bwana? Omba rehema, omba toba, na Bwana ataenda kututendea, na Bwana ataenda kutufanyia kwa utukufu wake mkuu. Tunamwambia Bwana unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu.